Ni lazima ukubali kuingia kwenye mfumo wa baraka za kimaisha kwa kuheshimu ndoto za watu wengine. Lazima uheshimu ndoto za watu wengine. Unafanya biashara ya kuleta vitunguu kutoka Iringa, lazima uheshimu ndoto ya transportations companies, watu ambao wamekuwa na ndoto ya usafiri ili wakuletee vile vitunguu kutoka Iringa. Lakini pia lazima uheshimu na ndoto ya agrobusiness, watu ambao wamewekeza kwenye kilimo cha kibiashara. Lazima uheshimu ndoto za watu wengine. Tunaishi hivyo. Huo ndio mfumo ambao Mungu ametupa. Sio unakodisha gari ya mtu kwa sababu umebebea vitunguu na kwa sababu umebebea vitu ambavyo ni vya kwako, ni vya biashara ya kwako, na unafikiri kwamba hiyo ya huyo mtu mwingine it is nothing. Lakini ndoto ndani ya ndoto ni njia ya kimungu, ni divine way from heaven ya kufikisha kwenye kusudi. Ndoto ndani ya ndoto ni njia ya kimungu, yani divine way from heaven ya kukufikisha kwenye kusudi. Ukiangalia reflection yetu hapa, ukiangalia kielelezo, unaweza ukaona namna ambavyo hii ni njia ya kimungu, na namna ambavyo Yusufu aliota, baadaye mnyoshaji akaota, baadaye Farao akaota. Unaweza ukakubaliana na mimi ya kwamba this is the divine way from heaven. Hii ni njia ya kimungu. Mungu hakukutanishi na watu fulani kwenye maisha yako kwa bahati mbaya. Sema tu kukosa discipline, kutokuwa na nidhamu, kiburi, majivuno, utapeli na kulisha njaa, huwa vinakutenga na watu wa maana kwenye maisha ya kwako. Watu wengi wanaishia njiani na kuharibu maisha yao kwa kutokuwa na mafanikio na baraka zao kwa kuwa zimefichwa ndani ya watu. Watu wengi wanaishia njiani. Ukiangalia kielelezo chetu hapo, utaona namna ambavyo katika maisha yetu kuna vitu vingi. Mimi kwenye maisha yangu sikuwahi kumfahamu James Kamera. Tunatoka mkoa mmoja, Kilimanjaro, sikuwahi kumfahamu. Lakini kwenye mikono yangu kulikuwa kuna cha kwake, na Mungu alimleta kwa wakati. Mpigieni makofi, na anaendelea vizuri, hajambo. Lakini watu wengi huwa wanaishia njiani, maisha yao yanaishia njiani, na hasa kwa sababu kama nilivyosema, majivuno, ukosefu wa nidhamu na mambo mengi yanayofanana na hayo. Mafanikio na baraka nyingi za watu huwa zimewekwa katika mikono ya watu. Ndio maana nasema usidharau mtu kwenye maisha ya kwako, na discipline is destiny, nidhamu ni hatima.